Kwanza niseme toka tulipozindua hii kampeni yetu ya No Reform No Election, si Chadema tumefanikiwa. Tumefanikiwa kwa sababu tuliweza kufanya mikutano ya hadhara. Bado ile mbegu tuliyoipanda kwa muda mchache Watanzania walitupokea na sasa inafanya kazi. Ukitaka kuamini kwamba Chadema tumefanikiwa, naenda sasa kaangalie kwenye mitandao ya kijamii, pita mkoani Mbeya. Na niseme tu wazi, mimi binafsi kama mwenyekiti wa mkoa ninawashukuru sana wananchi wa Mbeya, ninawashukuru sana viongozi wa dini waliopo mkoa wa Mbeya. Kwa sehemu kubwa mkoa wa Mbeya umekuwa ni sehemu sahihi kabisa ya kipimo kwamba watu wamesusia nini uchaguzi, na wameuchukia huu uchaguzi kwa sababu wanaona kabisa ni kupoteza muda. Uchaguzi ambao una makando kando mengi anauita ni uchaguzi. Mimi nimeona napita mitaani naona posters ziko mitaani. Sasa unajiuliza watu wametoa posters, mabango, wanagombea uchaguzi na nani? Sisi Chadema hatupo. Ni kwa mkoa huu wa Mbeya ukizungumzia vyama vyenye nguvu ni Chadema na CCM. Lakini naenda hata maeneo ambayo pengine kafu ilikuwa na nguvu. Kwa mfano mimi nimetoka juzi Dar es Salaam, nikategemea nitakuta mikutano ya kafu inafanyika, vyama ambavyo vipo ambavyo vishawahi kusimamisha wabunge pale mjini. Unajua kafu ilikuwa na wabunge Dar es Salaam. Lakini mpaka kwenye mitaa ya Dar es Salaam hakuna sehemu ambako kuna mbunge sio wa kafu anafanya mikutano. Utaona tu posters, hawawezi kufanya hata mikutano. Kwa hiyo leo hii nina kila sababu ya kusema kwamba Chadema tumefanikiwa katika kampeni ya No Reform No Election, manake wananchi wameielewa. Kwa hiyo uwezi ukasema kuna uchaguzi bila Chadema nchi hii. Kwa hata vile vyama ambavyo vinategemeaga mgongo kupitia vyama kama Chadema, kupitia mgongo wake, leo hivi vimezimika kwa sababu anayebeba agenda za mabadiliko ya nchi hii ni Chadema peke yake. Na Watanzania wameelewa hiyo. Kwa nini Chadema peke yake? Kwa sababu Chadema kimepimwa na kimethibitika katika vipindi ambavyo kimepitia, kwa maana kwamba viongozi wake misukosuko walioipata. Tumetoka kwenye uchaguzi wetu ndani ya chama na sasa mwenyekiti wetu Lissu yuko gerezani. Hivyo ndio vipimo tosha. Sasa nataka wananchi wasipime. Kwa nini mwenyekiti wa ACT asiweko ndani? Kwa nini sio mwenyekiti wa CUF? Kwa nini sio mwenyekiti wa Chama? Uwai mwenyekiti wa Chadema? Ni kwa sababu mwenyekiti wa Chadema ni hatari kwa serikali ya chama tawala, ni tishio kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi, ndio maana yuko ndani. Kwa hiyo wananchi sasa wanapima, kumbe ajenda ambazo zimebebwa na Chadema ndio ajenda sahihi. Kwa wananchi wa Tanzania sio wajinga, wana akili timamu. Na sasa hivi utaona mambo mengi ambayo yanaendelea ni kwa sababu ya kile ambacho Chadema imekipanda. Ukiangalia, fuatilia mwenendo wa kesi ya Lissu toka ilipoanza mpaka juzi inaenda kwenye hatua kusikiza mashahidi, kwa sababu tu unaona kuna mazingira ya kubeba. Ni kesi ambayo itakiwa iishe muda mrefu kabisa. Kukosoa kwa hati ya mashtaka, namna ambavyo Lissu ametufundisha vitu vingi sana kwenye ile kesi. Unaona kabisa ni kesi ya kisiasa. Mwenyekiti, wewe unaiamini mahakama? Naiamini mahakama, ndio. Sasa yale maamuzi yaliyotokana na hizo hati ya mashtaka na nini mpaka hapo ilipofika, kwa sababu umesema ilitakiwa imefutwe muda mrefu, unaamini mahakama inafanya vile inavyopaswa au ndo kama hivi umesema mambo ya kisiasa? Mahakama naiamini, lakini lazima tukubaliane kwamba mahakama yetu ya Tanzania imekuwa ikichezewa mara nyingi. Kuna mahali tumesikia kauli za wanasiasa wanasema. Kwa mfano, kuna kipindi Rostam Azizi ambaye alishawahi kusema kwamba mahakama ya Tanzania inafanya kazi kwa maelekezo. Wao wana uwezo wa kupiga nini? Simu kusema kwamba hiyo kesi iondoeni, huyo mtu mwekeni pale. Kwa mahakama naiamini, lakini sasa mahakama inapoteza uaminifu wake pindi inaposhindwa kujisimamia. Kwa mfano, matukio ya watu kupigwa mahakamani, mahakama ndio itakiwa itoke mbele ikemee yale matendo. Sasa hapa ndipo ambapo mahakama inaanza kututia nini? Mashaka na wasiwasi kwamba hii mahakama yawezekana pia haiko sawa sawa. Kwa hiyo mahakama yetu pengine imepoteza sasa nini? Uaminifu kwa umma kulingana na matendo yake. Na ukumbuke mahakamani hawakai miungu wala malaika, wanakaa ni wanadamu. Kwa hiyo pia wanaweza wakaichezea mahakama yetu na kuifanya iwe mahakama hovu hiyo ambayo hatuwezi na kuitegemea. Tukiwa tumebaki hapo kwenye dhana ya no reform no election, hatua inayofuata ni no election. Yes. Kwa maana ya kuzuia uchaguzi. Ndio. Sasa swala la uchaguzi ni swala la kikatiba na unafanyika kwa mujibu wa katiba. Ndio. Sasa huoni kama kuzuia uchaguzi ni kwenda kinyume na katiba? Vizuri. Unajua katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeandikwa vizuri sana. Hii katiba ya mwaka 77 inaeleza kila kitu. Sisi kama chama cha siasa ni chama ambacho kinaongozwa na binadamu wa Tanzania
ambao kwa mujibu wa katiba yetu wana haki ya msingi ya kutoa uhuru wa mawazo na maoni, mawazo yanayohusiana na mimi binafsi na yale yanayohusiana na taifa langu. Kwa moja ya vitu ambavyo Chadema tulisimamia mbele ya kiongozi wetu, mwenyekiti wetu Lissu, mwenyekiti aliyetoka na tumeanza kusimamia muda mrefu, ni kuhusiana na mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Kwa Chadema ameanza kupiga kelele juu ya sheria za uchaguzi kwamba sheria hizi zinatukandamiza ni muda mrefu. Ndio maana kulikuwa kuna maliziano, kwenye maliziano tulikuwa tunataka mabadiliko ya sheria za uchaguzi, hakuna kingine. Yaani kama kuna kitu kwa nataka namba moja ni mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Na ndio maana CCM maliziano wakaona hayafai, maana wakibadilisha sheria za uchaguzi hawawezi kushinda uchaguzi. Kwa hiyo sisi Chadema tumefanikiwa kwamba hii ni haki yetu ya kimsingi, na ndio maana kama chama cha siasa kwa sheria pia za nchi yetu hatulazimishwi kuingia kwenye uchaguzi kibabe. Tuliposema hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi bila mabadiliko ya sheria za uchaguzi, tulikuwa tunamaanisha kwa leo hatujaingia kwenye uchaguzi, lakini kwa sababu ni chama cha siasa hatunyimi tena haki yetu ya msingi ya kuzungumza kwamba huu uchaguzi unaoendelea sio uchaguzi, maana umekataa mabadiliko. Mfano tu 2019 CCM walipitisha wagombea wao nchi nzima baada si Chadema kususia nini uchaguzi, lakini uchaguzi ule tuliona kasoro nyingi sana. Tukiwa tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi, tuliona wagombea wetu wengi sana walienguliwa, wa wenyekiti wa mitaa, vijiji na vitongoji walienguliwa sehemu kubwa nchi nzima. Tukaamua kujiondoa kwenye ule uchaguzi. Hawa watu kama unavyojua CCM wamezoea kula bila kunao, hawaogopi. Wakashiriki ule uchaguzi wenyewe, wakafanya, wakajipitisha nchi nzima, wakashinda kwa 99%. 2020 tukajua watajirekebisha. Pamoja na jitihada kubwa kufanyika, bado wakasema uchaguzi utakuwa ni free and fair. Lakini wewe unaona, Chadema tuliambulia mbunge mmoja, tena naye wakupewa. Kwa sababu sisi tulishinda, ila sasa wakaamua kutupa aida. Nikisema walitupa aida, haimaanishi kwamba eti walitupa bure. Yaani tulishinda, ila aida ndo waliamua peke yake kuruhusu atangazwe baada ya wananchi kukoma kwamba huyu mwanamke mmoja pengine tumuachie, lakini tulishinda maeneo mengi tulishinda. Kwa 2020 uchaguzi ukaharibiwa. Unataka kusema hata aida asingekuwepo kwa lugha nyepesi? Of course. Hata aida pia asingekuwepo, ndio tusingekuwa na mbunge mmoja. Kwa hiyo ile tu ni kwa sababu pengine kesi ilikuwa haiko kwenye mpango wa Magufuli. Ndio maana aida akatangazwa. Kwa maeneo mengine hatukutangazwa, sio kwa sababu hatukushinda. Ameingia Rais Samia, tukasema tutarekebisha. Akasema tutarekebisha mambo yaliyotokea nyuma. Akaleta foara, tukaamini kwamba kuna mabadiliko yanaenda kutokea. Kiko wapi 2024? Kwanza lazima ujue mori ya watu imeshuka. Matokeo ya kuzurumu uchaguzi wa 2019 na 20, kuna mori kubwa sana ya watu kupiga kura imeshuka. Kwa mfano ndakupa mfano. Mwaka jana kwenye uchaguzi wa 2024 serikali za mitaa, kwenye huu mtaa naokaa mimi na kitongoji kinachofuata cha jirani kinaitwa Itumbi, kilikuwa kina wapiga kura 10,000 wapiga kura kwa mujibu wa sensa, au ni wapiga kura sio wakazi 10,000 walioenda kujiandikisha. Kutoka wapiga kura 10,000 walienda kujiandikisha wapiga kura 2,900. Maana karibuni wapiga kura 7,000 wamesusa, wanaona uchaguzi ni kupoteza muda. Katika wao wapiga kura waliojiandikisha 2,900 walioenda kupiga kura kwenye kituo walikuwa ni 600. Kwa wamejiandikisha 2,900 walienda kupiga kura walikuwa ni 600. Maana yake nini? Watu wanapuuza kupiga kura kwa sababu ya matokeo ya 2019 na 2020. Kwa hawa Tanzania mnaowaona sio wajinga, wanahitaji reforms zaidi. Ndio maana leo hii nakwambia hata uchaguzi huu wanaosema uchaguzi, hata wana CCM tunazungumza nao wamekataa kwenda kupiga kura. Na wenyewe wanataka reforms. Na huu ni ushahidi tosha kwamba kile ambacho Chadema tumekuwa tukisimamia sasa wananchi wanatuelewa.